Sura ya 26. Mashujaa wa kutetea kweli. Matengenezo ya Sabato katika siku za mwisho yalitabiriwa katika Isaya. Bwana asema hivi: shikeni hukumu, mkatende haki, kwa maana wokovu wangu huu karibu kuja, na haki yangu kufunuliwa. Heri afanyaye haya, na mwanadamu yashike sana, azishike Sabato, asizivunje, auzuie mkono wangu usifanye uovu wowote. Na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana kuwa watumishi wake. Kila ashikaye Sabato asiivunje na kulishika sana agano langu. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu, na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Isaya sura ya 56 mstari wa 1, wa 2, wa 6 na wa 7. Maneno haya yanahusu Kristo kama inavyoonyesha kwenye fungu la 8. Hapa ni kivuli cha mkusanyiko wa mataifa kwa njia ya Injili kinavyoonyeshwa wakati watumishi wa Mungu watakapotawanyika duniani kuhubiri habari njema. Bwana anaamuru akisema, ufunge huo ushuhuda, ukatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Isaya sura ya 8 mstari wa 16. Mhubiri wa sheria ya Mungu unapatikana katika amri ya 4. Ni amri hii peke yake kati ya hizo 10 inayotaja jina na cheo cha mtu wa sheria. Sabato ilipobadilishwa na mapapa, muhuri uliondolewa kutoka kwenye sheria. Wanafunzi wa Yesu wanatakiwa waurudishe muhuri huo kwa njia ya kuitunza Sabato kama ukumbusho wa Muumbaji na alama ya uwezo wake. Agizo linatolewa likisema, piga kelele, usiache paza sauti kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao. Watu ambao Bwana huwaita watu wangu lazima waonyeshe uasi wao, ambao hujiona kuwa wenye haki katika kumtumikia Mungu. Lakini makemeo ya kutisha na maonyesho yanapotolewa na mchunguza mioyo hujikuta kuwa wanavunja sheria ya Mungu. Isaya sura ya 58 mstari wa 1 na wa 2. Nabii huonyesha sheria ambayo imeachwa bila kujaliwa. Utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali panapobomoka na mwenye kurejea njia ya kukalia. Kama ukigeuza mguu wako, usiihalifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta uyakupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Isaya sura ya 58 mstari wa 12 mpaka 14. Mabomoko yalifanywa katika sheria ya Mungu wakati Sabato ilipobadilishwa na uwezo wa mapapa, lakini wakati umefika ambapo lazima kuziba mabomoko hayo. Sabato ilishikwa na Adamu katika bustani ya Eden alipokuwa hajaanguka. Tena aliendelea kushika hata alipokuwa ameanguka na kutubu. Akiwa amefukuzwa katika bustani, ilishikwa na wazee wote tangu Abili mpaka Nuhu, Ibrahimu mpaka Yakobo. Bwana alipowaokoa watu kutoka Misri, alitangaza Sabato mbele ya makutano pamoja na sheria nzima. Sabato ya kweli ilishikwa daima. Tangu siku hiyo mpaka leo, Sabato imekuwa ikishikwa mpaka mtu wa dhambi amefaulu kuikanyaga Sabato ya Bwana chini ya miguu yake. Walakini watu waaminifu wa Mungu wamekuwa wakiitunza kwa siri hapa na pale. Tangu wakati wa matengenezo, watu wa kila kizazi wamekuwa wakiitunza wakati wote. Ukweli huu wa Sabato pamoja na Injili ya milele vitawapambanua watu wa kweli wa Mungu na kanisa la kweli na wapotofu mpaka Kristo arudi. Hapo ndipo penye uvumilivu wa watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12. Wale waliopata nuru ya hema takatifu na huduma zake na kuona sheria ya Mungu walijazwa na furaha na kuona jinsi ukweli unavyoungana bila kasoro. Walitamani kuwafikishia Wakristo wote nuru, lakini ukweli huu wa aina mbalimbali haukukubaliana na walimwengu, hasa wale wanaojiita kuwa ni wafuasi wa Kristo. Wakati madai ya Sabato yaliposisitizwa, wengi walisema tumekuwa tukishika Jumapili tangu zamani, na kwamba baba zao waliitunza pia, na watu wengi watauawa wakifurahi katika utunzaji wake. Kuanza kutunza Sabato hii mpya kutatutenga na wengine ulimwenguni. Kikundi kidogo cha watu wanaotunza Sabato ya Jumamosi watafanya nini kulinganisha na watu wote wanaoishi Jumapili katika ulimwengu? Mambo kama hayo yalifanywa na Wayahudi pia siku ya Kristo, ndipo sababu walimkataa na mafundisho yake. Halikadhalika na wakati wa Luther, wafuasi wa Rumi walibisha wakisema kuwa
watu wengi watauawa wamefia katika imani ya Rumi. Kwa hiyo dini hiyo ilitosha kabisa, haina itilafu. Mambo kama hayo ndiyo yatakayopinga maendeleo yote ya matengenezo katika imani. Wengi walidai kuwa kushika siku ya Jumapili kumeenea sana duniani na kumekuwa kawaida ya makanisa kwa karne nyingi, lakini upinzani wa Jumapili ulielezwa kuwa Sabato ni ya zamani kabisa, nayo imeshikwa hivyo tangu zama za kale. Ni ya zamani, umri wake ni kama ulimwengu, ilianzishwa na mzee wa siku, yaani Mungu. Mbali na maelezo ya Biblia, wengi hubisha na kusema, kwa nini watu wetu wakuu maarufu hawatambui Sabato hiyo? Ni wachache tu wanaoishika. Haiwezekani kwamba ninyi mkawa sawa na wengine wote wakakosea, na hali ni watu wataalamu wenye ujuzi mkubwa. Ili kukomesha mabishano hayo, ilikuwa lazima kuchunguza maandiko matakatifu na jinsi anavyotendea watu katika vizazi vyote. Sababu inayofanya Mungu asiwachague watu wakuu na wenye elimu ili kuongoza watu wake ni kwa kuwa wao hawamtegemei, ila tu hutegemea ukuu na elimu yao na kujiona kuwa hawana haja na kuongozwa naye. Watu ambao wana ujuzi mdogo huitwa mara kwa mara ili waeneze neno lake. Si kwamba kutoelimika kwao ndiko kunakompelekea Mungu, bali katika hali yao huwa hawana kujisifia, wasifundishwe na Mungu. Unyenyekevu wao na utii wafanya kuwa wakuu. Historia wa Israeli wa kale inatuwekea kielelezo cha kushangaza sisi wa marejeo. Mungu aliwaongoza watu wake wa marejeo sawasawa alivyowaongoza watu wa Israeli kutoka Misri. Kama wale waliofanya kazi mwaka 1844 wangaliupokea ujumbe wa malaika watatu na kuutangaza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ulimwengu ungekuwa umeonywa zamani na Kristo angekuwa amekuja kuokoa watu wake. Vivyo hivyo, hayakuwa mapenzi ya Mungu kwamba Kristo angekawia kurudi namna hiyo na watu wake wazidi kukaa katika dunia hii yenye dhambi na huzuni kwa miaka mingi. Kutokuamini kwao kuliwatenga na Mungu. Kwa ajili ya kuhurumia ulimwengu, Yesu amekawiza kurudi kwake ili wenye dhambi wasikie maonyo na kutafuta mahali pa kukimbilia wakati ghadhabu ya Mungu itakapomwagwa duniani. Sasa, kama wakati wa zamani, utangazaji wa ujumbe wa Mungu utakabiliana na mapingamizi. Wengi wanadhihaki na kuwashambulia kikorofi watu ambao wanaotetea ukweli na kupinga imani ya wengi. Eliya aliitwa kuwa msumbua Israeli. Yeremia akaitwa kwamba ni msaliti. Paulo akaitwa kuwa ni mchafua hekalu. Tangu wakati huo mpaka sasa, wale wanaotetea kweli wameonekana kuwa ni mahaini, wazushi, wenye faraka. Ungamo la imani ya watakatifu wa kale na wafia dini, ambayo ni vielelezo vya ushujaa na ukweli, huwatia moyo wale walioitwa kuwa mashahidi wa Mungu. Agizo kwa mtumishi wa Mungu kwa wakati huu: paza sauti yako kama tarumbeta, waonyeshe watu wangu makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Nimekuweka uwe mlinzi wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo sikia neno langu, ukawape watu maonyo yangu. Isaya sura ya 58 mstari wa 1, Ezekieli sura ya 33 mstari wa 7. Pingamizi kubwa la kuzuia watu wasiokubali ukweli ni kwa sababu huwaingilia katika furaha zao na kuwakemea. Huu ndio ubishi tu wa kutoipokea kweli. Lakini wafuasi wa kweli wa Mungu hawangojei ukweli upendwe na kuaminiwa na watu wote wanaokubali msalaba. Kama Paulo asemavyo, maana dhiki ya nyepesi iliyo ya muda kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Na tena akihesabu kuwa kushutumiwa kwa Kikristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Wakorintho 2 sura ya 4 mstari wa 26, Waebrania sura ya 11 mstari wa 26. Yatupasa kuchagua haki kwa kuwa ni haki na kumwachia Mungu mengine yote. Mtu ashikaye kanuni, mwenye imani, aliyejasiri, ndiye ahitajikaye ulimwenguni ili alete matengenezo. Mtu au watu wa namna hiyo ndio wanaotakiwa wafanye matengenezo kwa wakati huu na kuyaendeleza.